kuna mashahidi wamekuja, kuna digital evidence za video na picha mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndio zilizoweza kutuongoza katika ushahidi tuliokusanya. Tuliweza kubaini kwamba ghasia zile zilikuwa zimepangwa na ziliratibiwa na kufadhiliwa. Sasa swali la msingi linakuja, mmejuaje? Mmetumia ushahidi gani? Katika watu zaidi ya 63,000 tuliokutana nao kwa njia mbalimbali, wapo waliokuja ana kwa ana, wapo waliokuja kwa maandishi, kwa viapo, na wapo waliojitokeza kwa huzuni, kusikitika jambo lililotokea ni baya, na wakakubali wao wenyewe kutuongoza. Kwa hiyo kuna watu tumetoka nao kwenye mitaa, wakaeleza jinsi walivyoshirikishwa kufanya jambo hili. Kuna watu kwenye mabodaboda, kwenye makundi ya mamalishe, kwenye vikundi mbalimbali, mradi walishiriki kwa namna moja au nyingine. Wao wenyewe wanakiri kwamba sisi tulihusika. Lakini mimi nilikuwa nafanya biashara katika soko X, na nikaambiwa kipato changu cha mwezi ni shilingi ngapi. Nikapewa na nikaambiwa kuna kazi maalum, na kama mambo haya yakifanikiwa, basi siku si nyingi mafanikio makubwa zaidi yatapatikana. Kwa hiyo watu wa aina hii kwenye vikundi mbalimbali, kwa wakati mbalimbali, maeneo mbalimbali, ule ushahidi wake ukiukusanya unakupa mchakanuo, analysis ya kuweza kubaini kwamba hapa palikuwa na mpango gani. Kwa hiyo ni kwa njia hiyo tuliweza kujua kumbe huu mpango umefadhiliwa. Kuna pia matukio na picha na ushahidi mwingine ulituonesha kabisa zilipangwa mbinu zaidi ya 16 ili jambo hili liweze kufanikiwa. Na cha msingi kabisa ni kwamba iliweza kutawanya zile nguvu ulizokuwa nazo. Kama ulikuwa unategemea vurugu hii itakuwa ni ya maandamano, lakini imetokea hapa, imetokea pale, imetokea kule. Yaani kuna maeneo 202 yalitokea kwenye kadhia hii. Sasa fikiri maeneo ni kama Magomeni, Ubungo, Kimara, Kinyerezi. Sasa lakini pia kuna matukio zaidi ya tukio moja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ule mtawanyiko sasa na mgawanyiko wa askari kukabiliana na jambo hilo, ukichanganya na mbinu zilizowekwa za vizuizi barabarani, mbinu gani, unaona kabisa hili jambo halikujitokeza kwa kulipuka, limepangwa. Na huo ndio mchakato tuliotumia. Hakuna mtu kwenye tume amekaa akafikiri mwenyewe kwamba hili linawezekana likawa limefanyika hivi. Kuna mashahidi wamekuja, kuna digital evidence za video na picha mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndio zilizoweza kutuongoza na kuweza kujua kuna mchakato wa namna hiyo. Naomba niseme kwa uchache tu, ilikuwa ni katika mazingira hayo tuliweza kukusanya ushahidi huo. Asante mwenyekiti.